Michezo tuweze kuzungumza michezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa katika mitaa ya Kaburi Moja stesheni. Mbele yangu mimi niko na Captain Kizinga, tunakwenda kuyazungumza yale ya kimichezo na burudani. Captain Alani Okelo. Yanga mbele yupe dumbo Yanga hatari unaambiwa. Na kule kwa upande wa pili? Wapi? Mbele yuko mwalimu Simba. Atajua mwenyewe. Huyo sisi hatujawahi kukutana naye. Lakini mechi ile alikuwepo. Wakati ule tunacheza ngao ya jamii. Selemani Mwalimu hakuwepo? Ngao ya jamii. Alikuwepo nafikiri, alikuwepo. Kama alikuwepo basi hakucheza, alikuwa na injury. Alikuwa bench. Mwalimu hakumpanga Basi sawa, kama kibahatika kupangwa atakwenda naye kulionja joto la jiwe. Ataenda kulionja? Atakwenda naye kupitia walichokipitia wenzake. Bwana, tuanzie hapa bwana. Ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League imeendelea kunguruma hapo jana tena. Majira ya saa 1 Young Africans dhidi ya Namungo Football Club. Majira ya saa 3 mnyama Simba Lunyasi dhidi ya klabu ya soka ya Tanzania Prison wana jela. Tuanzie hapa kwa upande Young Africans. Ushindi mwembamba wa goli 1-0. Mnasemaje wananchi? Mmeridhishwa na performance ambayo mmeiona hapo jana? Sana. Kwanza nitumia nafasi hii kuwapongeza sana wachezaji. Wachezaji wetu, askari wetu wamepambana sana. Nasubutu kusema hatujawahi kuwa na mchezo mwepesi dhidi ya Namungo. Mchezo wetu na Namungo unakuwa mgumu sana, fuatilia sana. Hatujawahi kuwa na show mbovu dhidi yao. Umeelewa bana? Lakini pia kwa performance ya mchezo wa jana, performance ambayo kuna wengine wanasema haikuwa mzuri, lakini usitegemee kuona performance nzuri kila wakati. Inadependi na mazingira yenyewe. Dar es Salaam Africans jana, changamoto ya kwanza ambayo niliona mimi kwanza ni hali ya hewa. Hali ya hewa ilikuwa mbaya sana, lakini pia angalia Yanga imetoka siku ya nafikiri kwa Jumapili au ilikuwa Jumamosi kuelekea kule. Haikupata time kubwa, ilikuwa Jumamosi ndio imekwenda kule. Haikupata sana kama inavyokuwa maandalizi labda siku 3 2 kuelekea kwenye mchezo. Haikuwa hivyo, lakini tuwapongeze kwa sababu kuzipata alama 3 ugenini mimi kwangu huwa ni kitu ambacho huwa nakiheshimu sana. Yes, kwa sababu mtu ambaye unakwenda kucheza naye yupo nyumbani anakuwa na maandalizi makubwa zaidi kuliko hata wewe. Kwa hiyo kuzipata alama 3 mbele ya Namungo nyumbani kwake mimi nimefurahi sana. Bwana, tuzungumzie ushindi mwembamba ambao wamepata Young African. Wengi wao wananyanyuka na kusema ya kwamba haikuwa dhahiri shahiri mkwaju wa penalty. Wewe maoni yako unasemaje kwa hili? Wao wamesema, maoni yangu mimi ni mkwaju wa penalty kwa sababu Maxim pia Mzingeli anachukua mali lakini anaenda kupigwa tackling ambayo inakwenda kugusa mguu wake, ile inakuwa ni penalty, clear penalty. Kwa wewe una maoni yako pia, lakini maoni yako hayawezi kuziondoa zile alama 3. Nabaki vile vile na mkwaju wa penalty unabaki kuwa mkwaju wa penalty. Vipi majirani mmewaona lakini Simba Sponga saa 3? Nimeona. Nasemaje kwa performance hile kwanza? Tarehe 1 mtaleta timu? Bovu sana performance. Bovu sana. Poor performance. Sikiliza nikwambie ndugu yangu Leliki. Nimestaajabu sana. Timu ambayo imecheza na Tanzania Prison, timu ambayo imecheza na Coastal Union ikafungwa goli 4 na Coastal Union. Leo hii unakwenda kucheza na wewe unapata goli 2. Unashindwa kufikisha hata zaidi ya goli 4. Kwa sababu ndio timu pekee ambayo ni kibonde inaonekana. Wewe ungetakiwa ushone goli nyingi na Simba na tatizo hilo. Hasa wewe unakwenda kucheza na timu ambayo kiwango chake ni kidogo mno. Unashindwa kupata hata goli 2, 3, 4 kama walivyofanya Coastal. Wewe unataka uje upate matokeo kwa Yanga kwa timu ile? Kwa timu hiyo uje upate matokeo kwa Yanga? Siandike meno kabla hujafa. Sawa. Andika kwa sababu siandike na wino. Mimi nakwambiaje? Siku haijafika Kizini. Na itafika tu inshallah kwa uwezo wa Mungu. Na matokeo yako upande wangu. Matokeo yako upande wangu. Simba imekuwa dhaifu hali kiasi hicho. Tena zaidi ya dhaifu hali kama unavyojua mbele ya Dar es Salaam Africans. Captain Kizinga. Ndugu yangu, shabiki yoyote wa Simba, kuna kitu cha kujiuliza kati ya wewe na mimi. Ujeuri huu wa kutaka matokeo mbele ya Dar es Salaam Africans wanaopata wapi ikiwa mara ya 6 mfululizo wamekuwa wakijiandaa kama wanavyojiandaa sasa. Wamekuwa wakiwasema watu kama wanavyowasema sasa hivi. Alikuwepo mtu alikuwa anaitwa Elim Panzo Kibisawala, tukapewa na mashabingwa bila kumkaba Elim Panzo Kibisawala. Lakini leo hii wanakuja na wengine wakina Libase. Pamoja wakiwa wanawasema wakina Mpanzu tulipata matokeo.
unakuja na wakina Libase, wakina nani, wote hawa wote tutakwenda kupata matokeo yao. Sawa, wewe unaona mali, lakini subiri uione mali tarehe moja kama mali kweli, sababu hao wachezaji wanawapa sifa nyingi, lakini ninapofika tarehe moja mimi nakuahidi kabisa wataendelea kuonekana vibonde mbele ya Dar es Salaam Africans. Wengi wanauliza kuhusiana na performance ya Clatous Chota Chama, ni kama amerejea upya. Pengine mnadhani kwa upande wa Young Africans nini haswa alifeli Clatous Chota Chama? Ni figisu ama mlimsajili kwa propaganda za hapa na pale, ni mradi tu muonekane na nyie Young Africans mlisaini kandarasi ya Clatous Chota Chama? Nyani mzee ni nyani tu, mzee ni mzee tu. Unataka kuniambia sasa hivi amezaliwa upya? Lazima tukubali, Simba, Waswahili wanasema kila mbuzi anakula kwa urefu wa kamba yake. Simba walikuwa na ukata wa fedha, ndio maana wakamchukua Clatous Chota Chama. Walikuwa na uhaba, ndio maana wakamrudia Chama. Lakini wangekuwa na fedha za kutosha, wasingemrudia Chama, kwa sababu ni mtu ambaye tayari walikuwa wameshamuacha. Wewe unavyomuona Chama mpaka sasa hivi amecheza mechi ngapi? Amefunga goli ngapi? Nasema kwa kipindi ambacho amekuja Simba sasa hivi, kwa dirisha hili amefunga goli ngapi? Amekuja dirisha dogo, lakini hilo kacheza mechi ngapi? Hajashinda hata mechi moja hajafunga. Chama wewe unayemjua wewe, JR Junior Chama unayemjua wewe, anakuacha mechi zote hizi hajafunga? Dirisha dogo limefungwa lini kapteni? Tunaangalia mechi alizofunga. Sawa. Mzungumzie basi Buba. Mbona msemi kwamba hii ni mashine na atakuwepo tarehe moja na kuhakikishia? Buba, hakuna mtu kumkaba badani ya Silani. Yule Traore bwana. Uwezi kumchukua Kapombe akamkabe Buba. Shia nikwambie. Kuna hospitali yetu moja ya taifa hapo, ukienda kuna vipimo vya kupima mioyo ya watu. Kampimeni Shomari Kapombe kabla ya kwenda kukutana na Buba. Unaweza kukuta mtu akaangukia uwanjani pale tukapata madhara. Kaka, mimi nakwambiaje, kama umeutazama mchezo wa jana, mimi niko pale Ruangwa uwanjani na muangalia Buba namna anavyokimbia, mzuri, anatokea pembeni, anatokea kati. Kuwa na wachezaji wengi wazee kutakuja kuwaferisha. Usimtegemee Chama aende akapate matokeo mbele ya Dar es Salaam Africans, ukamtegemea mchezaji ambao sisi tumemwacha afai, wewe ukamchukue, hawezi kukupa matokeo. Bwana, tulizungumzie hili, tunaelekea katika dabi ya Kariakoo. Kumekuwa kuna romance nyingi hapa katikati, lakini hususan amekuja juu zaidi Haji Sunday Manara kwa kutaka kuwatetea wanyonge na kuambia Young Africans kwa hiki ambacho wamekifanya, kuichukua mechi na kuipeleka Zanzibar, ni kama wamewanyima uondo mashabiki wa Young Africans. Kitu ambacho anachokizungumza yeye ni ile thamani ya kuwajali mashabiki, kuwatoa kwenye mashabiki 60,000 na kuipeleka kwenye mashabiki 10,000 mpaka 12,000. Hili kwa upande wenu mnasemaje wananchi? Yeye alitaka tuwapeleke wapi? Unajua ngwani kwambie, anaweza kama maoni yake ni mazuri, lakini amekuja kwa wakati gani na wewe ni nani? Si umeelewa? Haji Sunday Manara tunafahamu kabisa huyu ni shabiki wa Simba. Sawa? Sio shabiki wa Yanga yule. Na kadi anayo wanachama. Shabiki wa Simba. Nisikilize. Kama laiti tajiri angekuwa ameruhusu mifumo ya ulipaji wa ada na kukata kadi za wanachama toka 2018, Haji mpaka sasa angekuwa na kadi ya wanachama. Nayo. Anayo ya Simba. Ya Young Africans. Sema Simba. Tile ndo timu yake. Nisikilize. Leo mnamkataa. Wakati Haji kuondoka nyumbani. Wakati Haji Manara anaondolewa Simba, alidondosha machozi, alilia kama mtoto. Wewe shahidi. Hujaona? Sawa. Alilia. Yaani timu unayoipenda inakutoa machozi, alafu unakuja kutuletea unafiki kwamba wewe Yanga wewe. Nisikilize nikwambie. Haji Sunday Manara, nimemsikia interview yake akisema kwamba hawezi kubishana na watoto wadogo. Yeye uko ashavuka. Sasa sisi tunamwambia, sisi ndo tunaruka na wewe, sio wale. Wale wewe huna level. Na uwezi kukaa kiti kimoja na Ali. Na amesema sio level za. Wewe nikuulize wewe. Una Privadinho na Manara unaendana nani? Yaani acha kufika kwa Ali hujafika. Mimi naondoka na Haji. Unaondoka na Haji? Acha unafiki wewe mtoto. Una Privadinho na Haji, unaondoka na Priva. Una Alwatan, una Haji, unaondoka na Alwatan. Sio yeye tu, hata ukimweka na Solo Yanga mimi napita na Solo Yanga. Mimi sina kuchana live. Haji ameshafeli na anatafuta kiki. Na kiki anakuja kuitafuta kuelekea kwenye mchezo. Na nani kama Haji kwenye swala la mpira katika ardhi ya Tanzania? Haji ametumwa. Mimi ndo nakwambia, Haji Manara
Ametumwa na ndugu zake, timu yake iliyomtoa machozi, simu ya Simba. Wewe si ututoe aje sisi nisikilize nikwambie, kama amekutuma na kamwambie. Kapteni anasema hao waliokutuma. Sisi tunamwambia Haji Manara, rudi kwenye timu yako ya kwako ya moyoni yenye mapenzi yako. Nenda kalie na wanasimba wenzako. Mimi nilisikitika nikaona huyu amekimbia nini kutoka Simba. Wenzako wanavumilia, Simba inafungwa. Unakaa unavumilia nayo kwa sababu ndio timu yako. Sawa? Kaa na wanasimba wenzako uvumilie kipigo cha mara ya 6. Derrick nataka nikwambie. Nenda kamwambia Haji Manara. Siku ya wiki ya Mwananchi akikanyaga uwanjani pale, akipewa maiki, nilishamwambia na Solo Yanga, Uchebe Yanga, wakina Baraka Yanga wote, tutakwenda kuvamia pale, tutamnyang'anya maiki. Hatumtaki kabisa Haji Manara sisi. Hatumtaki. Wewe unakuja kutuambia sisi tumefeli? Labda nikuulize wewe, Yanga amefeli? Yanga alijiwekea malengo gani kwenye michuano ya klabu bingwa? Sasa shida malengo yenu ni ya kila mwaka. Hujajibu swali. Shida ya malengo yenu ni ya kila mwaka. Nenda kwenye malengo. Yanga tumeweka malengo yapi? Hayo ni ya kila mwaka tu amvuki. Yapi? Hayo tu kila mwaka kufika makundi tu. Malengo ya Yanga yalikuwa ni nini? Yaani kila mwaka nyinyi mnaenda kufika makundi? Ndugu wangu, Kiswahili ni chepesi sana. Kiswahili swali linasema tu ni yapi kwenye michuano ya klabu bingwa? Malengo ya Young Africans kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika ni kufika hatua ya makundi. Asante. Simba walijiwekea malengo gani kwenye michuano ya klabu bingwa? Simba Sports Club walijiwekea malengo ya kufika hatua ya nusu fainali kwa sababu ya standard ambayo waliojiwekea. Asante. Nani ambaye amefeli kati ya huyu aliahidi kufika makundi na huyu aliyefika nusu fainali? Nani? Kwa namna moja ama nyingine Simba wao walikubali ya kwamba yamkini wamefeli. Nauliza swali la kwako wewe, mwaka juzi ilikuwa ni kufika makundi. Yamkini kwanza. Sema direct, Simba wamefeli kwa sababu ahadi yao na mipango yao ilikuwa ni kufika nusu fainali, hawajafika kwa sababu. Sema lakini narudi pia na kuuliza swali la kwako wewe. Msimu wa mwaka juzi mlikuwa mnataka kufika robo fainali. Ndio. Msimu mwingine mlitaka kufika makundi. Msimu ukaofuata mnataka kufika makundi. Uliofuata tena mkaenda robo fainali dhidi ya Mamelodi Sundowns. Uliofuata tena mkataka kufika hatua ya robo fainali, mkasema mnataka kwenda makundi. Msimu huu pia mnasema tena mnataka kwenda makundi. Nyinyi kufika hatua wanazofikia wenzenu, kwa hiyo nyinyi Young Africans hamuhitaji? Nikuulize swali kitu kimoja. Swali baba, mimi nategemea jibu. Okay, asante. Wewe nikwambie kitu kimoja. Misimu minne mpaka misimu mitano Young Africans anataka kufika hatua ya makundi tu. Ina maana Young Africans hana kiu ya kufika robo finali mpaka finali kulitoa kombe? Swali lako zuri. Hii sasa nataka niseme na Watanzania na wewe pia kwa ujumla. Kila kitu kinakwenda kwa mipango. Dar es Salaam Young Africans ni timu ambayo kupitia viongozi wetu pendwa ambao ni miaka minne sasa, takriban minne au mitano, wametutoa kwenye hatua kubwa sana. Dar es Salaam Young Africans tulikuwa tuna takriban miaka 25 umri wa mtu mzima. Hatujawahi kufika hatua ya makundi ya klabu bingwa. Lakini kupitia Hersi Arafat Haji na viongozi wengine wa Dar es Salaam Young Africans wameitengeneza timu, kwanza wakatufikisha mpaka fainali ya michuano ya shirikisho, lakini walivyotuingiza kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa, tunawashukuru, wametuheshimisha kwa kiasi kikubwa. Mpaka leo hatujawahi kushuka wala kutoka kwenye hatua ile ya klabu bingwa, hatua ya makundi. Bado tumedominate pale. Nikwambia kitu kimoja ndugu yangu, mafanikio hayaji kwa haraka zaidi. Na ukihitaji mafanikio ya haraka zaidi, hizo ni tamaa. Kumbuka na wewe hapo na kuweka kwenye mabano. Malizia. Dar es Salaam Young Africans kumbuka ni miaka minne. Wapo watu ambao mpaka leo hii wana miaka mingi sana wanacheza hapa hapa. Sawa? Wakaenda nafasi ya 5 katika vilabu bora barani Afrika, wakaporomoka mpaka sasa hivi wako nafasi ya 8. Wewe unataka vyote tuvipate kwa wakati mmoja? Wanashika nafasi ya 5. Uzungumzia kwamba wanacheza mpaka hatua ya robo finali takriban misimu mitano mfululizo. Ndio maana nakwambia kwamba wapo watu kwa robo finali sio sawa sawa na hatua ya makundi, lakini ndio maana nakwambia narudi huko. Wewe shida ni kwamba wewe unatamani, hizo ni tamaa zako. Unatamani kuona Yanga labda pengine anakwenda sambamba na Simba. Simba ameingia hatua ya makundi, akaingia tena, akaenda robo akafika zile robo nyingi zile, akaingia mpaka tukampa jina mwaka robo. Umenielewa bwana? Kule ni mafanikio aliyoyafikia yeye. Sisi tulikuwa bado hatujafika. Malengo yetu ni kufika huko ambako tunataka sisi baadaye tuje tufike kwa wakati maalum. Hatutaki tu ndani ya mwaka mmoja. Wewe unaitaka nusu fainali,
unaitaka makundi, unaitaka robo mpaka fainali unaitaka. Lakini ndio target ya mtu mkubwa. Hapana, ndio maana nimekwambia acha tamaa. Sisi tunahitaji kuyapata mafanikio kwa utaratibu kidogo kidogo. Hata wale ambao wamefikia hayo mafanikio walitafuta. Mfano unamwangalia TP Mazembe, alijitafuta toka chini huku akaja akafikia mafanikio makubwa. Leo hii pale yeye hayupo. Tunavyozungumzia hata kwenye michuano ya klabu bingwa hatua ya makundi hakufika. Umeelewa bwana? Kwa hiyo mafanikio hayaji kwa haraka kama unavyotaka wewe. Sisi binafsi wenye Yanga yetu tumeridhika kuingia hatua ya makundi kwa sababu ilikuwa target yetu. Na ukiangalia kikosi cha Dar es Salaam Africans, mwanzo kabisa tukiwa chini ya kocha aliyekuwa kocha wetu yule alikuwa anaitwa nani? Aliondoka, tulikuwa tunamuita Minuno. Timu ulikuwa unaiona kabisa uwezo wa kusurvive kuingia hatua ya makundi ilikuwa haipo. Kwa namna ambavyo ilivyokuwa inacheza mpira mbovu, mwalimu alikuwa afundishi chochote, sana sana tulikuwa tunakwenda kuangamia. Lakini mara baada ya kufanya mabadiliko ya usajili mwingine, ndio maana unaona president alikuja kusema kwa hapa, kwa namna ambavyo tumetengeneza kikosi hichi, target yetu ni kwenda hatua ya makundi. Mimi nataka nimalize na hili kwa upande wako. Tuipe miaka mingapi Young Africans kufika robo finali? Na yeye mfululizo at least hata mara 3 mfululizo. Tuipe miaka mingapi? Asante. Mimi nafikiri kutokana na namna ambavyo viongozi wameweka target ya kwanza ilikuwa ni kuingia hatua ya makundi. Tunashukuru Mungu, alhamdulillah, malengo tuliyojiwekea wana Yanga tumefikia, ya kuingia hatua ya makundi tumefika. Tusubiri sasa malengo yatakayofuata. Malengo yetu yatakuwa ni yapi kutokana na namna ambavyo timu itakuwa imeandaliwa tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo nikwambia ndugu mtangazaji, usiwe na haraka sana ya kutaka kuyajua malengo ya Dar es Salaam Africans msimu utakaokuja wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika au michuano ya kafu. Itakuwa ni wapi? Malengo yetu yatakuwa ni yapi? Kwa hiyo usiwe na haraka sana, ila kikubwa zingatia, Haji Manara hatumtaki kwenye Yanga yetu. Punguza ushauri kwa sababu unatushauri sisi ambao hatutaki ushauri kutoka kwako. Wewe ni Simba. Toka. Timu sio yako. Kama utakuja kupewa maiki tena kuwa MC wewe, tutakuja kukuvamia, tunakunyang'anya maiki.